رسول الله محمد رسول الله تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله. Leo sitaki kuzungumza sana wala hasa sitaki kuzungumza. Hatujaonana tokea alikupokea utumishi huu. Ndio siku ya kwanza, nanyi ndio walezi wangu, nanyi ndio wapenzi wangu, nanyi mimi ndio mtumishi wenu hapa. Kwenu kikubwa siku ya leo, nataraji mniombee dua. Nataraji mniombee dua. Nimekuja kukupeni mikono, tutapeana mikono insha Allah, lakini niombeeni dua kama na mimi ninavyokuwa na kuombeeni dua Ijumaa. Masala ya uongozi ni kazi kubwa sana. Masala ya uongozi kazi kubwa sana. Laka ain walinnasi uyun, au lugha nasema walinnasi a'yun. Walinnasi a'yun, wewe una jicho moja lakini macho ya watu ni wengi. Maneno ya Imam Shafi nafikiri. Jicho lako wewe moja, laka ain walinnasi a'yun, jicho lako wewe ni moja lakini macho ya watu mengi yanayokutazama. Nusura yake hapa itaokoka, mtaniokoa mimi kwa dua tu, hakuna kingine. Niombeni dua niweze kukutumikieni alivyoagiza Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad, na Mwenyezi Mungu atuzidishie ucha Mungu na tuzidi kutafuta ilmu ili tuweze kuwatumikia Waislamu vile anavyotaka Mungu na Mtume, sivyo zinavyotaka nafsi zetu sisi. Sababu ni kazi kweli kweli, kitengo ni kikubwa, mji ni mkubwa, mambo ni makubwa, mambo ni mazito. Hapa inatakiwa mniombee dua na ipite taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kuwa waadilifu wa kisawasawa na sio waadilifu katika macho ya watu. Macho ya Mwenyezi Mungu yanatutazama. Kazi kubwa sana. Nimechukua ulezi wa msikiti wa Mtoro, nimechukua ulezi wa mkoa mzima wa Dar es Salaam. Hapa ndimi zenu na dua zenu ndio mwokozi wa maisha yangu na kiti hiki nilichokikalia. Naombeni dua zenu Sheikh Athman na Sheikh Abdallah, na kuombeni msimame niombeni dua mwenzenu kwa mahaba yenu. Mwenyezi Mungu aniwezeshe baada ya hapo niweze kusalimiana na Waislamu wa msikiti wa Mtoro. Leo sina maneno mengi, siku za kusema zipo. Siku za kusema zipo na ziko njiani. Alhamdulillah tutasema. Na khutba mmesikia hivi ya Sheikh Athman, msipende kusema sema sana ulimi. Sheikh Athman baada ya dua kuna jambo linawapa watu tabu kidogo, litolewe fatwa na hukumu kidogo la kisheria la kifiqhi. Watu wakati khutba inasomwa ya Ijumaa, watu wengine wanakunywa maji. Sasa kumekuwa kuna khilafu humu ndani. Kila mwingine ananiambia haifai, wengine wananiambia haramu, wananiambia hivi. Sasa hukumu za kisheria ziko, tunazifahamu. Kuna haram, kuna makruhu, kuna mubahu. Zote hizo ni katika hukumu. Sasa tuzijue, lijibiwe. Mtu wakati khutba inaendelea Ijumaa, mtu anakunywa maji, sheria inasemaje? Amekosea au kutoga, au ni makruhu au ni haramu au ni mubahu? Lakini sijui ianze dua kwanza. Niombe dua, ni wawai watu kwanza, alafu ndio utajibu ile swali. Niombeeni Mungu.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma astur hadha ar-rajul min uyubi ad-dunya wal akhirah wal bala'i wal maradi wal fitna wal hasadi was sihri wash shaitani wash shada'id ma dhahara minha wa ma batan ma la yakshifu ghayruka innaka antas sami'ul alim. Allahumma rabbana faj'alhu sabura waj'alhu shakura waj'alhu fi 'aynihi saghira wa fi a'yuni an-nasi kabira wa 'aziman wajihan wa sayyidan wa mahbuba waj'alhu 'anka radiyan wa 'indaka mardiya. Allahumma habbibhu fi qulubi 'ibadika min bani adam wa banati Hawa, habbibhu bayna yadayhim wa karrimhu ladahum waj'alhu ya rabbi min al-muqarrabin. Allahumma asturhu min kaidil kaidin wa hasadil hasidin wa dhulmi dhalimin wa sihri sahirin wa hikdil haqidin wa adhal mudhin wa makril makirin wa akhrijuhu wa akhrijna min bainihim salimin ghayra dhallin wala mudillin ghayra dhalimin wala madhlumin ya arhamar rahimin ya aman al khaifin ya mujib as-sa'ilin ya mu'in al-fuqara al-ba'isin. Allahumma ya sanad al-ajizin akrimhu wa akrimna ya akram al-akramin. Allahumma ihfazhu kama hafadhta ruhahu fi jasadi innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir wa bi ibadika latifun khabir innaka antallahu karimun jabirudh dhu'afa'i wal munkasirin wa anta raja'ur rajin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina al-habib Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Dua yangu ni hiyo kwa ndugu yangu. Sasa swali la kunywa maji, khutba inatolewa. Sheikh Abdallah yuko hapa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha raka al-khatibu al-minbara fala yatahaddathanna ahadun minkum wa man yatahaddath wal khatibu yakhutubu faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Haya, tumeambiwa sisi na mtume wetu Muhammad, atakapopanda msoma khutba juu ya mimbar asizungumze yeyote miongoni mwenu. Mmesikia tulichokatazwa? Lililokatazwa na bwana mtume, fala yatahaddathanna ahadun minkum, asizungumze yoyote miongoni mwenu. Tumekatazwa kufanyaje? Ni Kiswahili tuelewane. Mtume katukataza nini? Mtume hajasema usinywe maji. Ukipata kiu, khatibu anatoa khutba, kunywa maji. Kinywa maji na Ijumaa yako imesihi. Hatujakatazwa kunywa maji. Ukipata kiu ya maji, khutba inatolewa, ukaendelea kukaa dini hii sio dini ya kutesa watu. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra. Kuna hoja hapa? Hapa kuna hoja. Tumeambiwa swala ya Ijumaa zile khutba mbili zinakaa nafasi ya rakaa mbili za dhuhuri. Tumeambiwa maneno hayo? Hamkupata kuyasikia? Tumeambiwa hivi, aljumaa ni rakaa mbili. Lakini kwa wasio swali Ijumaa, ambao Ijumaa sio wajibu wao, pana watu Ijumaa sio wajibu wao, hata wasiposwali Ijumaa hawana dhambi, na hao ni watu wanne. Hapa duniani pana watu wanne Ijumaa sio wajibu wao. Enyi watu, mnanielewa? Mtu wa kwanza, mwanamke. Mwanamke yoyote duniani Ijumaa sio wajibu wake. Hajaambiwa na Mungu usali Ijumaa. Akiswali atapata na atalipwa. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-amilin. Mwenyezi Mungu hapotezi malipo ya yoyote anayefanya. Kwa hiyo mwanamke akisali Ijumaa sio kama halipwi, atalipwa, lakini sio wajibu wake. Na kwamba Ijumaa ukienda na mwenendo wa sada Shafiia lazima ihudhuriwe na watu wangapi? 40 rajulan min ahli al-kamali. Wao watu 40 wenye masharti maalum. Hao watu bani wenyewe, mmoja asiwe mwanamke. Mwanamke hatimizi idadi.
akiswali atapata. Mtu wa pili ni musafiri. Watatu, wa kwanza mwanamke, wa pili msafiri. Msafiri Ijumaa sio wajibu wake. Al-Imamu Abul Hasan Ash-Shaybani, na huyu ni mwanafunzi mkubwa wa Imamu Abu Hanifa, yeye alituambia hivi, ili usalimike kuwa Ijumaa sio wajibu wako, unatakiwa kuondoka kabla alfajiri. Wa illa uwe unajua uhakika utakakopita kuna msikiti na utapata Ijumaa. Alhasil, msafiri Ijumaa sio wajibu wake. Mtu wa tatu ni mgonjwa. Wanne, nishakuombea dua Sheikh Abasi muda huu, mbona unasahau pesa? Anasahau na nimeomba dua sasa hivi mimi. Mungu akujalie usisahau sana. Ukisahau sana na hii kazi utaharibikiwa. Usisahau sana. Maana nimeomba dua muda huu. Wa kwanza ni msafiri, wa pili ni mwanamke na msafiri ndio watu wawili. Mtu wa tatu ni mtumwa Ijumaa sio wajibu wake. Akiswali atapata, lakini hakuwajibishiwa Ijumaa. Na mtu wa nne, hapa kuna shida kidogo, ni mgonjwa Ijumaa sio wajibu wake. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwenye ugonjwa hapa, yani mikiasi ya ule ugonjwa wenyewe, kutazuka tatizo hapa. Kuna mtu ataambiwa leo mimi nina mafua leo. Mafua. Sasa mafua anakuwa haja hapa. Kidogo leo nimesikia na washwa hapa mbavuni, naumwa kuwashwa. Mgonjwa. Almaridhu alladhi yatadharraru bimaradhihi lilhudhuri aljumaa. Ni yule mgonjwa ambaye kwa ule ugonjwa wake anapeteseka akienda kuhudhuria Ijumaa. Asiyekuwa huyo anawajibikiwa kusali Ijumaa. Watu wangapi nimewataja? Mwanamke, msafiri, mtumwa na nani? Na mgonjwa. Hawa Ijumaa sio wajibu wao kabisa. Sisi tulokuwa wajibu wetu Ijumaa, akipanda msoma khutba juu ya mimbari, tumekatazwa kuzungumza. Tuliambiwa ansitu wastami'u wa'tabiru ibadallahi la'allakum turhamun. Sikilizeni, tulieni, msizungumze ili mpate kurehmewa. Je, tusizungumze maongezi yote? Tusizungumze maneno allati laisa min maslahati salat, maneno ambayo hayafai katika ibada ya swala. Kuna maneno zungumza, unaruhusiwa kuzungumza. Hivi nyinyi watu, ukiwa umekaa na mwenzio pembeni, alafu mara umemuona kwenye shingo yake kuna nge, akrab anamtambalia hapa nge, mtu anaambia shekhe au tandu, au ni baba mmoja mama mmoja, sawa na Hussein na Hasani, tandu au nge hapa anatambaa, unaonaje takwa yako? Nisizungumze bana, tumekatazwa. Tandu ana nimekatazwa. Wewe mcha Mungu, wewe mjinga, mwambie tafadhali bwana, kuna nge. Ucha Mungu hamna. Unaswali hapa, unamuona mtu kakaribia kuegemea waya wa umeme na uko wazi, mwambie utapigwa shoti na dhambi huna na Ijumaa umepata. Sio, mnanielewa ninavyosema? Ukipata kiu ya maji kunywa na dhambi huna, wallahu a'lam. TV kama ambavyo unaona hivi sasa, waumini wa Masjidi Mtoro wakipokea kwa shauku nafasi ambayo Sheikh Abbas Ramadhani Abbas ameipata, na leo amepata nafasi ya yeye Sheikh Abbas kuweza kufika katika msikiti huu, sehemu ambayo ndiyo kitovu cha kazi zake, na yeye Sheikh Abbas ameomba waumini waweze kusoma dua hapa, waweze kumwombea dua, na alhamdulillah imeweza kufanya hivyo. Na Sheikh Abbas ni kipenzi cha watu kama ambavyo wanafahamu, yeye siku zote yupo kwa ajili ya watu na wanakimbilia watu, na watu wengi wanampenda kwa sababu ya hilo. Ni miongoni mwa mashekhe ambao alhamdulillah Allah amewapa amempa daraja, amempa nuru, hajikwezi, hajisikii. Hii ndio sifa ya Sheikh Abbas Ramadhani Abbas, na leo amekuja hapa kuomba kitu kimoja tu, waumini waweze kumwombea dua. Hakuna kingine alichokitaka, na ukimtazama sura yake unaona nuru na bashasha ambayo ipo kwa waumini hawa. Bila shaka utakubaliana nami. Kwa sasa hivi kuna dua ambayo hivi sasa waumini hapa wa msikiti wa Mtoro wakimalizia kumlaki Sheikh Abbas Ramadhani Abbas, na amepata nafasi leo ya kuweza kukimbilia katika
msikiti huu alhamdulillah, na hivi sasa Sheikh Abbas anaweza kuondoka hapa. Naam mtazamaji, kama ambavyo unaona leo Sheikh Abbas Ramadhan Abbas, kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, amepata nafasi ya kuweza kutembelea hapa katika kitovu chake ama maskani yake, ambapo amekuja kwa ajili ya kuomba dua, watu waweze kumwombea dua ili watu waweze kumtakia kile kilichokuwa kheri, na alhamdulillah watu wameweza kufanya hivyo, wameweza kumwombea dua hapa. Na hivi sasa shekhe, kama ambavyo unaona anachukua baraka ya wazee na watu wanamlaki hapa kwa kumtakia kheri, na alhamdulillah tumepata bahati Sheikh Abbas Ramadhan Abbas, tumeona umma ukiwa umemiminika hapa, wengi wakikuombea dua, na nilipata kuona chozi la furaha likitoka. Pengine kurudi katika maskani yako, kitu gani kimekuja kwenye kichwa chako? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza lile chozi sio la furaha, lile chozi la maumivu makali sana niliyoyapata ghafla kwenye moyo. Namna gani nitaweza kusimama siku ya Kiyama kujibu masala ya kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nishapewa haki ya kuchunga haki za Waislamu na jamii. Hata panzi au paka anaoishi mkoa wa Dar es Salaam, dhamana yake pia iko kwangu mimi. Ikiwa watu wataendelea kufanya uchafu katika mkoa wa Dar es Salaam kumuasi Mwenyezi Mungu, je, nimejitahidi vipi mimi kuwafikishia ujumbe watu wasimuasi Mungu? Naanza kujiuliza, nitapita kila kona, nitapita kila nyumba. Hawa watu wote washapewa umiliki kwangu mimi wa kuchunga heshima zao na dini yao. Hilo ndilo lilonitoa machozi, kuogopa kuulizwa kaburini na siku ya Kiyama. Hisabu zangu nilishajua zinanitosha za kaburini, sasa nimeongezewa na hisabu za watu wengine kuulizwa. Yale machozi uliyoona ndio hayo, haikuwa machozi ya furaha. Mpaka dakika hii sina kilichonifurahisha, kwa sababu nimepokea uzito wa utumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi yake ya Dar es Salaam. Sasa swali la mwisho Shekhe, ni kuache ukapumzike. Wengi wanajua we ni mtu wa watu, kipenzi cha watu, watu wanakukimbilia, unaitika, lakini ukitazama watu hawa macho yao, hofu yao ni kuwa bize kwako, kwamba sasa hivi majukumu yameongezeka, ule mapenzi yao kwao, namna ambavyo walikuwa unaamiliana nao wafanya biashara wa Kariakoo, wasiwasi wao hivi sasa, ubize wako, mapenzi yao kwao. Na alhamdulillah, kwanza na watu wa wasiwasi, basi ndio yule yule, basi ndio yule yule. Kama kaida yangu ya kushika viatu vyenu, utumishi wangu utazidi zaidi sasa kuwa chini, ni kutumikieni, kwa sababu unapopewa nafasi ya uongozi sio mabega yako yawe juu au unate au jisikie, la, ni dhamana umfate Mtume Muhammad. Nini sifa ya Mtume Muhammad? Akikaa na watu mafukara maskini, akiwa nao, akishauriana nao bwana Mtume. Hizo ndio bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio tabia zake. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Ili uende vizuri ni uende mwenendo wa Mtume, kuwa chini ya watu, uwe mnyenyekevu kwa watu. Sasa itazidi zaidi, kwa sababu kutokana na hili jambo nililopewa zaidi namwelekea bwana Mtume Muhammad mwenendo wake. Kwa hiyo wala basi ni yule yule, na sina ubwana wa aina yote. Mimi ni kitu cheo tu nimepewa hiki cha utumishi wa Mungu katika mkoa wa Dar es Salaam. Busati letu la Mtoro litakuwepo kama kawaida inshallah. Busati lipo, yani busati, kwa sababu gani? Busati ni katika mkondo wa ilmu, kwa tunaelimisha umma. Lakini nitawasikiliza wakubwa wangu, kwa sababu sasa hivi napangiwa mambo mengi sana, sijipangii mwenyewe. Nitapangiwa kwamba nitaiendesha kwa staili gani, afu tutazungumza kwa siri tukikutana inshallah. Baba, Allah nitoe shukrani zangu za dhati kwa mapokezi makubwa niliyoyapata. Nimepata mapokezi makubwa na dua kubwa nimeombewa hapa msikiti wa Mtoro. Basi inshallah mnanifariji kuweza kuendelea kutumikia Uislamu katika mkoa wa Dar es Salaam. Nakushukuruni sana, jazakumullah khair. Shukran sana Sheikh, Allah akuhifadhi na akujalie kila la kheri. Musa, tumepata kumsikia Sheikh hapa uwakilishe watu ambao walikuwepo hapa, nyinyi waumini wa msikiti wa Mtoro na wakazi wa eneo hili, pengine una nini la kusema kwa niaba ya wenzio wote? Sheikh amekuja ameomba dua kutoka kwenu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi kwa niaba ya waumini wa msikiti wa Mtoro na waumini wengine wote wa maeneo haya ya Kariakoo na mkoa mzima wa Dar es Salaam, sisi kubwa la kusema ni kumwombea dua Sheikh. Kama alivyosema, amepewa majukumu mazito, majukumu ambayo yeye kama yeye hawezi kuyadhibiti au kuyamudu isipokuwa kwa kutumia ndimi zetu sisi Waislamu
na wananchi wengine wote wa nchi hii kumwombea dua ili Mwenyezi Mungu ampe taufiki ya kuweza kuyafanya majukumu yake kwa upasavyo. Kwa hiyo sisi tunamwombea dua na tunaomba Mwenyezi Mungu amsimamie katika haya majukumu. Hilo ndo kubwa. Shukran sana. Abdu, njoo huku. Bora wanaendelea kupiga na still na video. Salamu alaykum. Salamu alaykum bwana. Naam bwana. Naomba picha na wafanya biashara wenzangu. Kila na Abdu njoo. Shakila, salamu alaykum. Piga picha. Nini usia wako kwako? Usia wangu kwako, Allah akuhifadhi, akujalie ulimi uliokuwa kwenye kurekebisha watu, na Allah akujalie una mapenzi na watu. Inna Allaha ma'al abdi, au kama hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, bora wa watu yule ambaye anawasaidia watu. inshallah. Wewe wasaidia watu, Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia katika uongozi wako. Amin. Nashukuru sana. Asante sana jirani zangu. Wapenzi wa asante sana. Nipo bwana Ramadhani. Salamu alaykum. Piga wewe. Piga na still. Amin. Umekosea sana. Na niambie. Baada ya lile jambo tu unatakiwa uanze Nini hapa? ziara sehemu nyingine yoyote. Nianze kwangu kwanza. Unatakiwa uanze nyumbani. Kweli. Sio utoke uende nje. Ni kwa sababu kweli. Hawa ndo ndugu zangu ndio ishi nao hapa Mtoro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asante sana. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Nenda mpaka enda kupanda kwenye gari. Sawa. Akishaingia kwenye gari. Inshallah. Wapenzi wangu bwana, nakuachia mambo kabasi, mbona mimi janipa kabasi? Kuja nisaidia ndugu yangu. Sasa yani tutazungumza. wewe hamna shida. Hello.